Anakutana na baba yake aliyekufa zaidi ya miaka mingi sana na kuweza kufufuka tena kwa mara nyingine, ila kwa hivi sasa amerudi kama mzimu uliokuwa unatikisa mji mzima. Basi hii ni Guu Family Book na hii hapa ni episode ya 15. Tuliishia katika kipengele ambacho binti Damiol alipokuwa amekamatwa na Woryang, yani baba yake Cho Kang-chi, lakini kwa hivi sasa alikuwa anamuuliza maswali mengi sana. Ila kibaya zaidi ni baada ya kuweza kugundua kwamba huyu mwanamke ni mmoja kati ya mwanamke ambaye anamfahamu Cho Kang-chi. Lakini pia baba yake mzazi Damiol ndio mwanaume ambaye alikuwa ameweza kumpiga upanga bila hatia ya aina yoyote. Basi kwa siku ya leo akaamua basi kuweza kumweka wazi kwamba baba yako mzazi ndio mwanaume ambaye aliweza kutumika kuweza kunipiga upanga na kuweza kusababisha maumivu makali ambayo kwa hivi sasa yamenirudisha tena katika dunia hii ambayo sikupaswa kuweza kurudi. Binti maskini ya Mungu aliweza kusimama juu na kuweza kuinua upanga wake. Hapo hapo Woryang akamwambia binti, upanga wako kwangu mimi hapa uwezo kufanya kazi ya aina yote, naweza kusababishia maumivu makali sana. Alimjeuza chap na kuweza kuweka upanga katika shingo yake. We binti ya kuamini macho yake. Na hichi ndicho ambacho Cho Kang-chi aliweza kumpa ishara baada ya binti kuweza kupiga ukunga. Kumbe binti bana kuweza kuuawa. Binti aliacha pale akiwa na maumivu makali sana, akiwa anawaza, je, Cho Kang-chi endapo atakuja kugundua kwamba baba yake mzazi alihusika kwa kifo cha baba yake itakuwaje? Basi Cho Kang-chi alipomkuta pale binti alikuwa hawezi kuongea neno la aina yote, akamuuliza, umeumia wapi? Umeumia wapi? Kumbe binti maskini ya Mungu ni kama alikuwa ameweza kupigwa na butwa, lakini pia mguu wake mmoja ulikuwa kama vile umeweza kufa ganzi. Basi katika jumba la kwake Gwan-hun katika siku ya leo alikuwa anajaribu kuweza kukumbuka maneno ya kwake Taeso. Taeso alimwambia kwamba yuko upande wake na yupo hapa kwa ajili ya kuweza kufikisha lile ambalo alikuwa anatamani kuweza kulitimiza, yani kumlinda ndugu yake tu. Sasa basi katika siku hii ya leo akawa ameweza kupanga yeye pamoja na Sebuka unapaswa uweze kumchunguza Taeso vizuri sana, asije akaja kuwachoma siku moja. Basi huko porini Kang-chi pamoja na binti Damiol walikuwa wanajaribu kuweza basi kupeana huduma za hapa na pale. Kang-chi alikuwa anajaribu kuweza kumfunga binti katika mguu wake, lakini kipindi hicho ambacho alikuwa anamfunga mguu wake, Damiol bado aliweza kukumbuka maneno ya kwake Woryang. Lakini katika nyakati hizo alikuwa anajisikia vibaya sana, ila Cho Kang-chi hakugundua jambo la aina yoyote kile ambacho binti ilikuwa kimeweza kumkuta, kwa sababu alikuwa anahisi kabisa kama Cho Kang-chi akigundua katika siku ya leo urafiki wao pamoja na mahusiano yao wataishia hapa hapa. Kipindi hicho ambacho alikuwa anajaribu kumuinua juu, basi binti aliweza kugongana naye pale. Macho aliweza kuwatoka kinoma noma. Kila mtu alikuwa katika hali ambayo tunataka kufanya nini hapa? Kila mmoja anaogopa katika hivi vitendo, kwa sababu kwanza Kang-chi ana maumivu moyoni mwake akiwa anajaribu kuweza kukumbuka kile ambacho Chungju alichokuwa ameweza kumfanyia, lakini pia naye Damiol ndio mwanaume wake wa kwanza kabisa huyu. Kwa hiyo wakajaribu kuweza basi kuongea mambo mawili matatu, lakini Cho Kang-chi akamwomba samahani kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Basi binti alikuwa bado tena mpigo tena na butwa, yani anamwambia twende, binti bado tena anazidi kushangaa. Twende, binti atembee. Katika jumba huko la Century House, Taeso anajaribu kuweza kuzunguka huko na kule, lakini hapo alikuwa na watu wake wale ambao walikuwa katika kipindi ambacho baba yake mzazi alivyokuepo hai. Mmoja wao ni Choi pamoja na Yokman. Yokman anasema kwamba ili jumba lazima siku moja tuweze kulirudisha bana. Hakuna namna hapa. Tunapaswa tuweze kufanya juu chini mpaka hili jumba liweze kurudi Taeso. Taeso naye anasema kwamba, je, mnadhani kwamba hili jumba naweza kurudisha katika mikono yangu? Basi Choi pamoja na Yokman wakasema kwamba ndio. Nyakati hizo kipindi ambacho Taeso alipokuwa basi anajaribu kuweza kujadiliana na wafanyakazi wale, huku juu bwana mkubwa ambaye ni Jaero pamoja na Lady Miyamoto walikuwa wajaribu kuweza kuulizana maswali mawili matatu. Yule ni nani? Basi Jaero akasema kwamba yule ni Taeso ambaye baba yake mzazi aliweza kuuawa kwa ila potofu kupitia mkono wa kwake Gwan-hun. Basi mwanamke huyo akasema kwamba fanya mchakato wote niweze kukutana na mtu huyo. Basi bana, huko porini binti Damiol pamoja na Kang-chi walikuwa wanafanya matembezi yao hapa na pale. Binti akasema kwamba anajisikia vibaya. Kang-chi akamwambia basi njoo basi nikubebe. Binti akawa anakataa tena kubebwa. Kang-chi akamlazimisha chapchapo, akampiga pale taxi bega. Mwisho wa siku akaanza kusonga naye mbele. Binti alikuwa anashangaa kinoma noma namna ambavyo mwanaume huyu anajaribu kuweza kumtendea mambo ambayo hakuwahi kuweza kutendewa na mwanaume aina yote. Mwisho wa siku akasema, Cho Kang-chi, ninashukuru sana, yani asante. Kang-chi akawa anatabasamu tu anasema Basi nyakati hizo huku porini Gon pamoja na wanafunzi wengine pamoja na Master wanaweza kuwakuta namna ambavyo walikuwa wameweza kubebana. Master alimaindi kinoma noma akaja kuongea na Damiol. Mzee anasema kwamba unanizalilisha. Kwa nini umekuwa ukitembea na Cho Kang-chi mara kwa mara? Hivi umekuwa ni mtu wa namna gani wewe? Mzee analalamika kinoma noma. Binti akamfungukia pale na kumwambia kwamba kumbe mara zote umekuwa ukimchukia Cho Kang-chi kwa sababu ulikuwa umeweza kumuua baba yake. Mzee alipigwa na butwa. Yale maneno alikuwa hajawahi kuweza kuyasikia katika kinywa cha mtoto wake mwenyewe. Basi binti akasema kwamba nimekutana naye leo katika usiku wa leo. Amenieleza kila kitu. Mzee
Hapo hapo akamwambia binti, vipi Chokanchi anajua? Chokanchi ameweza kuyasikia maneno. Akasema kwamba Chokanchi akuweza kumuona baba yake. Binti akaambiwa kwamba kwanza hivi sasa unapaswa kuweza kukaa katika chumba chako. Upaswi kuonekana nje, upaswi kuonekana ukiwa unafanya maongezi na Chokanchi hata siku moja. Kwa sababu kwanza hivi sasa wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye unategemewa kuja kuwa mke wa mtu. Hasa zile taarifa aliweza kupewa pia Gon. Anapaswa kuweza kumsimamia Damiol asitoke nje hata siku moja. Kesho yake asubuhi akaenda kumpa Damiol zile taarifa. Damiol hakuamini kile ambacho baba yake mzazi alichukua basi ameweza kukipanga. Naye Gon akasimamia msimamo wake. Gon anasimamia sheria tu. Katika jumba la Senjari House siku ya leo basi kulikuwa kuna mtu mmoja aliyekuwa anaingia ndani amevaa viatu vyeusi na nguo nyeusi. Akaingia katika chumba cha kwake Taesu. Mara ghafla kumbe ni Chokanchi. Lakini katika nyakati hizo Taesu alikuwa anashangaa sana, Chokanchi kufanya nini hapa? Alipomfuata tu hivi akaangalia katika mkono wake, Chokanchi huaga ashikagi upanga hata kama sura ni ya kwake. Chokanchi mara nyingi zaidi huaga anakuaga na mikono mitupu tu. Hapo akawa amegundua kwamba hawa watu wananichezea hawa. Taesu alikuwa mjanja sana. Basi Kanchi akamuuliza hivi, "Je, imekuwaje basi sasa hivi unaanza kukaa katika upande ambao ni wa watu wabaya? Mbona wewe ni mtu mzuri?" Basi Taesu akasogea taratibu pale na kisha akamwambia kwamba nipo hapa kwa ajili ya kuweza kumsaidia ndugu yangu. Nipo katika upande huu kwa ajili ya kuweza kumsaidia dada yangu asiweze kufanya matendo ambayo ni mabaya. Namlinda ndugu yangu pamoja na mimi pia. Basi naomba tu utambue kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya ndugu yangu. Hapo akawa basi anajaribu kuweza kumwangalia machoni namna ambavyo alivyokuwa basi anazidi kuongea. Naye Chokanchi alivyokuwa basi anajaribu kuweza kubishana naye pale. Taesu akaona bana, huu mchezo sio poa, hawa watu wananifuatilia inawezekana. Basi akaanzisha vurugu pale. Kipindi ambacho ameanzisha vurugu, mwisho wa siku kipindi ambacho bwana mkubwa ambaye ni Gwanun alivyokuwa ameweza kuingia ndani pale. Aliposema kwamba acha, basi haja kushangaa kwamba kumbe alikuwa Sebuka. We Sebuka ndipo basi aseme kwamba huyu mtu bwana mkubwa yupo upande wetu. Mheshimiwa, huyu mtu ni mtu wetu. Kisha Gwanun ndipo basi alipoamua basi kuweza kumwamini Taesu. Naye Taesu akawapiga mkwara pale akamwambia bana naombeni mnielewe kitu kimoja. Sipaswi kuendelea basi kufanywa majaribio ya kishenzi namna hii. Nikishachagua upande wangu, nimeamua kukaa upande mmoja. Naomba mnielewe. Basi mchezo wao ulikuwa umeweza kuishia hapo kwa sababu majaribio yao yalikuwa sio majaribio ambayo yamekaa systematic. Walifeli kitu kimoja tu. Taesu wale watu walipotoka tu hivi nje alijisikia kama vile alikuwa amebana hewa yake. Akaema ni noma. Basi katika jumba la kwake bwana mkubwa Sojung katika siku ya leo ilikuwa imeweza kuandaliwa maji, na yeye pia alikuwa katika lile eneo. Kisha akamkuta Kanchi amelala pale pembeni yake, naye pia alikuwa amesinzia kinoma noma. Basi bwana mkubwa Sojung akamwambia Kanchi, kwa nini unafanya yote haya? Unapaswa uweze kuondoka. Yaani upaswa kuendelea kuishi katika hili eneo. Baba yako atakuletea shida, atakuua. Yule mtu sio mtu mzuri. Basi baada ya kuweza kuongea kwa muda mrefu na Sojung akamruhusu kuweza kuondoka, Kanchi aliweza kutoka nje. Alipotoka nje, kumbe Uriang alikuwa anamfuatilia bana. Kanchi anatembea tu kadhaa, Uriang anapita nyuma yake. Anatembea tena tu kadhaa, anageuka nyuma hivi, anageuka haoni mtu. Anaangalia mbele, haoni mtu. Ghafla akaanza kuhisi kabisa kwamba kuna kitu ambacho si sawa hapa. Akaanza kukifuatilia, kisha akakutana naye macho kwa macho. Kipindi ambacho Kanchi anataka kuweza kutumia nguvu zake naye pia kwa ajili ya kuweza kupigana, ghafla akashangaa miguu yake haisongi mbele. Kumbe bana Uriang ameshaweza kuyapandisha majani katika eneo lake la mwili. Yaani ana uwezo usiokuwa kawaida. Anaotesha majani hapo ndani ya sekunde 3 tu. Huyu mtu ameishi zaidi ya miaka 1000. Kwa hivyo sasa tena alivyoweza tena kurudi, amerudi tena kwenye miaka ambayo ni michache tu, anaweza kutumia nguvu zake vizuri. Kwa hiyo sasa hivi hana nia njema. Basi Chokanchi akarudi katika eneo la chuo huko hivi. Anamtafuta Eora, anataka kuweza kumuelezea kitu ambacho ameweza kukiona katika siku ya leo. Akakutana pale na Seong akabeba basi leo sijamuona kabisa nje. Kumbe bana Damiol yupo ndani huko na ameshaweza kuletewa wakufunzi wa kuweza kumfundisha namna ambavyo wanawake waga wanafanya kazi zao. Huyu mmoja wao aliokuja katika siku ya leo amekuja hapa kwa ajili ya kuweza kumfundisha namna ya kushona. Binti anasema kushona? Mimi nimezoea tu kushika panga. Binti akasema hapana, nataka niweze kuongea na baba yangu. Akaenda kuongea na baba yake, kwa nini baba yake anamfanyia matendo kama haya. Mzee akamwambia hivi, kwanza hivi sasa unapaswa uweze kujiandaa. Wewe muda sio mrefu unaenda kuwa mke wa mtu. Unapaswa uweze kujua kushona nguo ndogo, nguo za ndani, nguo tena kwa mikono. Basi baada ya hapo mzee aliweza kutoa amri moja tu kwamba nenda katika chumba chako. Binti alijisikia vibaya sana. Naye pia Kanchi akaambiwa kwamba kwa hivi sasa unapaswa uweze kuchagua njia moja, kuishi katika hichi chuo au kuondoka katika hichi chuo kwa sababu ya makosa uliokuwa ukiyafanya mara kwa mara. Basi akapewa mkanda wenye kengele 10, akaambiwa kwamba kama hizi kengele zikiisha kabla ya siku 3 ukae ukijua kwamba umeshaweza kujifukuzisha katika hichi chuo, hakuna mjadala.
Pale pale basi Goni baada ya kuweza kumkabidhi akakata kengele moja, na kisha safari ya mchuano ikawa imeweza kuanza. Binti huku naye safari ya kujifunza naye ikawa imeshaweza kuanza. Basi Chokanchi akawa ameweza kumfuata Master Gondai na kuweza kumuuliza kwa nini mambo yote haya yanaanza kujitokeza. Basi akaambia kwamba ni vitu ambavyo watu wengine pia wanaweza kufanywaga mara kwa mara. Kwa hiyo usianze kujilaumu kwa haya makosa ambayo yameweza kutokea hapa. Kisha kipindi ambacho analaumu sana pale pale, basi Goni aliweza kufika pia pale. Akaweza tena kuikata ile kengele nyingine, akawa mbagiza tena kengele 8. Basi safari yake ikawa imezidi kuwa ngumu zaidi. Siku ya kwanza ameshakata kengele kadhaa. Basi akafika tena chooni akakata tena kengele nyingine. Akawa tena kipindi ambacho ananao akakata tena kengele nyingine kwa zimebaki 6. Goni alikuwa anamtesa sana, alikuwa anamuinda kila mara. Hali ya Kanchi ilikuwa mbaya kabisa. Basi nyakati hizo Damiol naye alikuwa analalamika sana, alikuwa anajichoma sana vidole vyake. Alikuwa haamini vile ambavyo vilikuwa vinatokea katika maisha yake. Chokanchi akawa anatembea katika eneo la bustani ya chuo huko. Kipindi hicho ambacho alipokuwa anatembea, akakumbuka tukio ambalo lilikuwa limeweza kutokea kule porini. Kwa nini yeye hapo hawezi kuotesha majani? Basi akajaribu kuweza kuotesha majani kwa mara ya kwanza. Anasema charara, majani yalikuwa yaoti kabisa. Kisha akakumbuka kwamba anapaswa aweze kutoa ile riboni yake. Alivyotoa tu riboni yake, hapo macho yake yaliweza kubadilika, lakini kucha hazikuweza kutokea. Chokanchi alifanikiwa kuweza kuotesha majani. Sasa kipindi ambacho alivyokuwa anaotesha majani, kumbe bana nyuma yake alikuwepo Uriang. Uriang alimtazama, kisha Uriang kupitia uchawi wake aliokuwa nao ndani ya mwili wake akagusa jani moja tu, ile majani yakaanza kuwa meusi yote. Bwana, huyu mtu si mtu wa kawaida hata kidogo. Asa huko mtaani taarifa basi zikaanza kumfikia Mobonchul. Watu wanasema kwamba Chokanchi ni mtoto wa bwana mkubwa mmoja ambaye alikuwa anaishi huko katika milima, na huyo mtu alikuwa ni mzimu, alikuwa kama vile mchawi. Hasa pale Mobonchul akasema kwamba pacha ujinga gani wewe unajaribu kuweza kunieleza? Hizo taarifa za kishenzi sipaswi kuweza kuziletewa hapa. Kisha akatangaza pale sokoni, kuna mtu yote anahisi kwamba Chokanchi ni mtoto wa mzimu? Watu wakasema hapana. Yote yule ambaye anahisi anyoshe mkono wake juu. Watu wanamuogopa hapo sokoni. Basi wote wakakaa kimya. Sasa huku kwa kamanda Yin Sun-shin katika siku ya leo, kamanda wa polisi aliweza kumfuata na kuweza kumwambia kwamba unakumbuka barua uliokuwa umeweza kuisaini kama Chokanchi atasababisha maafa aina yoyote? Ndio, Yin Sun-shin akajibu hivyo. Kisha kamanda akasema kwamba mheshimiwa, sasa hivi Chokanchi anasababisha maafa makubwa sana. Unapaswa uweze kufika katika kituo cha polisi. Sasa Yin Sun-shin anasema kwamba nileteni ushahidi wa aina yoyote, ndipo nami nitajumuika nanyi katika mchakato huo. Bila ushahidi wa aina yoyote siwezi kusogea kizimbani. Basi akawa ameomba angalau basi na kukutana kwanza na Gwan-hun waongee maongezi ya ana kwa ana. Basi askari huyu aliweza kufurahi sana. Huku kwa Ketaeso pamoja na bwana mkubwa Gwan-hun walikuwa wanajaribu kuweza kudiscuss masuala kuhusiana na michakato yao ya hapa na pale. Hapo aliweza kuingia mmoja kati ya bodyguard anaitwa Jairo. Jairo ni bodyguard wa kwake Miyamoto. Katika siku ya leo basi Taeso alimtazama sana namna ambavyo alivyokuwa anajaribu kuweza kuongea na mheshimiwa. Kisha Sebuka akamwambia kwamba unaruhusiwa kusepa. Sasa siku ya leo katika eneo la chuo huku hivi kuna kikao cha siri ambacho kimeweza kufanyika. Hasa alianza kuitwa Headmistress, Master Dam pamoja na Gon pamoja na Gondai. Walikuwa wanazungumzia kuhususan katika swala zima la kwake Yin Sun-shin ambalo kwa hivi sasa Gwan-hun amekuwa akitangaza kwamba Kanchi ndiye anayesababisha vifo vya watu mbalimbali huko msituni. Kwa hiyo wanataka kuweza kumtumia Kanchi kuweza kusababisha maafa makubwa kwake Yin Sun-shin, yani kuweza kumkamata na kuweza kumfunga. Kwa kifupi ni kwamba wanataka kuweza kuondoa kabisa uhai wake, maana kesi ya namna hiyo ni kesi ambayo ni mbaya sana. Leo usiku Kanchi anaenda katika chumba cha kwake Damiol, na kisha baada ya kuweza kumuona Damiol aliweza kumwambia kwamba embo angalia, nimeumia vidole vyangu eti, najichoma kila sana sindano. Chokanchi alijisikia vibaya sana. Kisha akaweza kumwambia kwamba kuna moja kati ya kitu ambacho nataka niweze kukuonyesha katika siku ya leo. Basi aliweza kumpa ua, na hapo akatoa ile riboni yake akaweza kuliotesha ua juu ya ua. Yani imagine, baada ya kusema kwamba tu ua nalo likawa pale zuri kinoma noma. Binti akalichukua na tabasamu likawa linazidi kuendelea pale. Kwa kuwa Master Dam alikuwa ameweza kumuita Headmistress, naye pia Chungju alikuwa ameweza kujumuika katika ile eneo la chuo. Basi Chungju alikuwepo nje.
Basi alipokuwa basi anajaribu kuweza kuongea na binti ambaye ni Gobdona, hapo Headmistress alikuwa ameweza kufika na kusema kwamba tayari alikuwa ameshaweza kukamilisha mambo yake, kwa hiyo wanapaswa waweze kurudi. Lakini kibaya zaidi ni kwamba huyu binti kipindi ambacho Kanchi anaongea na Damiol aliweza kuwaona, yani mapenzi kwake yalikuwa pia anamuumiza kwa hivi sasa. Aliwatazama namna ambavyo watu wao walivyokuwa wanapendana, kwa hiyo moyo wake pia uliweza kupata majeraha pale pale na kuamini kwamba Kanchi kwa hivi sasa hampendi tena, kwa sababu yeye mwenyewe binafsi alishamkataa. Ila Damiol pia pamoja na kwamba alipokuwa anampenda Kanchi, alikuwa alitazama ili ua lake leo na kwanza kujiuliza, kama ukija kugundua ukweli kuhusu baba yangu mzazi ndio alikuwa ameweza kumuua baba yako, je, itakuwaje mimi na wewe? Binti anampenda Kanchi noma. Sasa basi huku jikoni katika siku ya leo, Kanchi alikuwa ameweza kuleta yale maharage na anasema kwamba nimeweza kukamilisha kila kitu, nimehesabu yote, anafurahi noma. Kanchi kwa hivi sasa anaanza kutumia uchawi wake. Kwa hiyo ameweza kutumia hata uchawi wake kwenye kuhesabu maharage. Anamwambia master kwamba maharage yapo 13786. Master anashangaa kinoma. Imekuwaje? Mbona ameweza kuhesabu haraka hivyo? Ni kwa siku kadhaa tu. Basi baada ya hapo master aliweza kumwacha Kanchi katika lile eneo, lakini akawa anamtazama Kanchi namna ambavyo alivyokuwa basi anajiuliza maswali mengi sana. Kisha akakumbuka mpango wao wa siri kwamba wana plani kwamba kuweza kumuua Kanchi endapo kama Yin Sun Shin atakuwa anataka kuweza kuuawa. Hawatokubali Yin Sun Shin aweze kuuawa kwa makosa ambayo yanasemekana ni ya kwake Kanchi. Nyakati za usiku kipindi ambacho Kanchi alikuwa anatembea katika ile eneo la chuo, kuna mtu mmoja ambaye ni Woryang alikuwa anamtazama tu kwa mbali namna ambavyo Kanchi alivyokuwa anaongea mwenyewe. Na kama mnakumbuka vizuri wazee, Sojung alikuwa ameshaweza kumwambia Kanchi kwamba baba yake mzazi atamuua, yani akae naye mbali sana. Kwa hiyo Kanchi katika usiku huu wa leo pia aliweza kushtukia lile jambo kwamba kuna mtu alikuwa anamtazama, huku akiwa anajaribu kuweza kuuliza wewe ni nani. Hapo naye Master Gondai aliweza kusikia zile kelele. Hasa katika jumba la Senjari House huku hivi, naye Taeso alikuwa anajaribu kuweza kufuatilia chumba cha kwake Miyamoto. Lady Miyamoto, walinzi hapo waliweza kumkuta pale na kuanza kumuuliza, "Hey Taeso, unafanya nini hapa?" Taeso alishindwa la kujibu, ila Miyambo walitabasamu tu. Huku nje Kanchi kipindi ambacho anajaribu kuweza kumtafuta huyu mtu ambaye alikuwa anamfuatilia katika ile eneo la chuo, naye pia alianza kukutana naye macho kwa macho. Kanchi kwa uoga anamuuliza, "Wewe ni nani? Kwa nini unanifuatilia?" Huyu mzee aongee neno la aina yote, macho yake yote yalikuwa direct kwake Kanchi. Kanchi anajaribu kuweza kumuuliza, "Kwa nini unanifuatilia? Nimekufanya nini?" Hapo akamjibu na kumwambia kwamba, "Mimi naitwa Woryang." Kanchi macho alimtoka kinoma. Hakuamini kwamba huyu ndio Woryang ambaye mara nyingi zaidi uwaga anakaa mbali naye. Na akamwambia kwamba mimi ndio baba yako mzazi. Naamini kwamba kuna watu wengi sana wameshaweza kukuambia kuhusu taarifa zangu mimi. Na hapa sasa niko kwa ajili yako. Nipo kwa ajili ya kuja kukuangamiza. Kanchi aliingiza baridi kinoma. Hakuamini maneno haya alikuwa anamtoka huyu mwamba ambaye hata mwenyewe binafsi hajawahi kukutana naye na kuweza kumsababishia madhara ya aina yote. Bana, mimi nafikiri kwamba tukutane tena katika episode ya 16. Hii ni Guu Family Book. Dondosha comment yako hapo chini, lakini pia usahau kusubscribe. Bye bye for now.